Lucky Stats, Sport Next Level. Kama vile wazee wa mbuzi kwenye gari na wazee wafupi wanapeleka ubaya ubwela mwaka huu. Hawacheki na wote. Kwa maana ipi? Yaani tunataka tuchambue wazee wafupi yaani nikimaanisha kwamba kuna taarifa mbalimbali zinakuja kwa timu ya Marekani kwamba baadhi ya wachezaji wao wanapata majeraha. Sasa nikasema nilifikisha kwako angalau tuzungumze, je, wachezaji hao ni muhimu sana katika timu ama inakuaje? Na je, ni pigo? Hapo sasa nimekupata. Kwa sababu bado nilikuwa naona chenga tunaweza kuzungumza si wazee wafupi. Sijui nini? Nini ubaya ubwela? Ubaya ubwela najua ni slogan ya Simba kuelekea kwenye michuano. Mbuzi na wazee wa mbuzi. Nilikuwa na msemaji kwamba waleta mbuzi. Sasa nilikuwa ndo nahangaika kupata connection unamaanisha nini? Kuhusu kama ni wapinzani RS Berkane kukumbana na hali ya kuwa na wachezaji kupata majeraha, kama ndo inaitwa habari njema, basi ni kweli kuna habari njema, kwa sababu ni kweli kocha Muin Shaban na benchi lake la ufundi, hasa wale wanaohusika na afya za wachezaji, wanapambana kulingana na hali za baadhi ya wachezaji ambao kimsingi huwa sio kikosi cha kwanza hivyo katika siku za karibuni. Kwa hiyo ushawishiki sana kusema kwamba labda ni mind games. Unajua mind games wakati mwingine unaweza kujifanya mchezaji fulani anaumwa, alafu siku ya siku Hamad mnamuona mchezaji. Ila kwa Manuit yeye ni miongoni mwa wachezaji wanaoanza kikosi cha kwanza. Kwa sababu katika orodha umekumbushia vizuri. Tushazungumza kuhusu Haitham Manuit, ni beki mbili, ni mchezaji muhimu ndani ya kikosi cha RS Berkane, mchezaji ambaye ana mchango mkubwa sana wa safari yao kutoka hatua ya makundi, mechi 6, mechi 2 robo finali mpaka 2 za nusu finali na sasa kwa finali. Kwa sababu Haitham Manuit kwenye mfumo wa kocha Muin Shaban wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale wakabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, Haitham Manuit ni beki mbili. Haitham Manuit ndio mchezaji aliyegusa mipira mara nyingi zaidi na kwa haraka kuliko mchezaji yoyote. Kwa hiyo unapata kile kitu tunasema game involvement yuko juu, kwa sababu amecheza dakika 733 katika mechi 7, amegusa mpira mara 601. Ukigawanya muda kwa maana dakika, ukigawanya kwa miguso yake 601, tunasema minutes per touch, MPT. Ulikuwa unajua bila shaka Yes, minutes per touch. Yes. Minutes per touch. Unamkuta Haitham Manuit anagusa mpira katika mechi 10 za kwenye kombe la shirikisho kila baada ya dakika 1 na sekunde 13. Kwa hiyo kwenye ujenzi wa mashambulizi, build up pale chini, kwenye build up phase kwenda kwenye progression, Haitham Manuit beki mbili, mgongoni namba 20, anagusa zaidi mipira na ndiye aliyetoa assist 2 katika mechi ya nusu finali ambayo iliwawezesha Berkane kutinga finali, kwa sababu ni mechi dhidi ya CS Constantine kule Morocco. Walishinda mabao 4-0, yeye alitoa assist 2 huyu Haitham Manuit. Kwenye mechi ya marudiano ambayo walikuwa wanaenda kukamilisha tu, kwa sababu unaongoza 4-0 ugenini, unahitaji ili utolewe upigwe 5-0 kwa kiwango cha chini kabisa, 5-0 ndo utoke, kwa sababu ukifungwa 4-0 mnakwenda kwenye mikojo ya penalty ambazo hazina mwenyewe. Ukifungwa 5-1 unakwenda wewe, kwa sababu matokeo ya jumla yatakuwa 5-5, bao la ugenini linakuvusha. Kwa hiyo RS Berkane kwenye mechi ya marudiano walikuwa wanacheza kimkakati zaidi ili wapate ushindi wowote au sare yoyote au wafungwe kwa margin isiyozidi mabao 4. Yani wafungwe 1-0, 2-0, 3-0, yote sawa na kwenda, kwa sababu walishashinda 4-0 ambao ni mtaji tosha, matokeo ya jumla yangekuwa 4-3. Wakafungwa 1-0. Sasa kwenye mechi ile Haitham akaumia dakika 14. Huyu tangu aumie dakika 14 hajacheza mechi nyingine, na taarifa zinaeleza kwamba ana majeraha yatakomfanya awe nje mpaka mwisho wa mwezi wa 5 ndo atakuwa fiti. Kumbuka mechi ya kwanza tarehe 17, marudiano nchini Tanzania, inaelezwa kwenye New Amani Complex. Kama ni New Amani Complex, kama Benjamin William Mkapa, vyovyote vile huyu hatazamii pia kucheza, kwa sababu mpaka mwisho wa mwezi ndio wataanza kuona anapata nafuu na kuanza mikakati ya kwanza kurudi uwanjani. Ikitokea amerudi, basi ni kama kupona kwa haraka kusiko kwa kawaida, na akirudi kwa kupona kwa haraka kabla hajawafiti vya kutosha, namba yake ndo upande ambao anacheza ili Mpanzu Kibisawala, staili yake ya kukimbia ya kupimana umri, ataisoma namba. Naamini hawatajilipua kwamba Haitham Manuit apate nafuu alafu wamwaishe uwanjani. Huyu tulishazungumza, nakumbushia tu, na ni muhimu kama nilivyotoka kueleza. Lakini mwingine, taarifa zilizopo, kocha Muin Shaban, narudia tena, hupanga baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo walinzi 4, sorry. Mwanzo nasema viungo wale ukabaji. Very sorry. Ni 4-1-4-1 ndo mpangilio wake.
Sasa baada ya walinzi wanne anakuwepo mmoja kiungo pale ambaye analinda ukuta watu wanne. Huyu mara nyingi hucheza Mamadou Lamine Camara, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal. Urefu 6'3" akiwa uwanjani ndiye mchezaji mrefu kuliko wachezaji wote wa kikosi kinachoanza mara kwa mara cha RS Berkane. Lakini hata Simba, kikosi aanze yoyote ndani ya Simba, hakuna mchezaji mwenye urefu kama Mamadou Lamine Camara, kwa sababu Fabrice Luamba Ngoma ni urefu wake 6'1+. Kwa hiyo huyu sasa anapokuwa hachezi yeye, anacheza Reda Haji, mchezaji wa kimataifa wa Morocco. Huyu Reda Haji yeye ndiye anacheza hapa mbele. Jezi yake kama anacheza ni nambari 35. Lakini huyu kuonyesha umuhimu wake, maana swali lako pia ulikuwa unauliza kama kuna walioumia wengine, taarifa zinasema, na umuhimu wao kwenye kikosi. Reda Haji amecheza mechi takribani 8. Kumbuka kutoka hatua ya makundi mechi 6 mpaka hapa kwa finali, kwenye safari yao amecheza mechi 10. Mechi 8 amecheza, maana yake ni nini? 80% ya mechi zote kahusika Reda Haji. Umeshaelewa? Upo. Guu lake lenye nguvu ni la kulia. Yeye ndio ufanya kazi ya kumlinda Haitham Manuit kama akiwepo, kwa maana beki mbili. Anafanya kazi ya kumlinda Isufu Dayo, kaka mkubwa nahodha kama anacheza. Anafanya kazi ya kumlinda Abdel Haq Asal, beki wakati pale ambaye yeye mgongoni nambari 15. Anafanya kazi ya kumlinda Adil Tahif mgongoni namba 13 ambaye naye ni beki wakati. Anafanya kazi ya kumlinda beki wa kushoto, hapa nazungumza Hamza El Musawi mgongoni nambari 19. Asipokuwa Mamadou Lamine Camara anacheza Reda Haji. Mechi 8, lakini cheza yake ile wanasema cameo appearance, yani kwa muda mfupi, kwa sababu amecheza kwa wastani wa kila mechi dakika 29. Kwa ujumla amecheza dakika 232. Kwa dakika hizi chache Reda Haji ashaitwa katika kikosi bora kimojawapo cha wiki cha CAF cha shirikisho. Hiyo kukuonyesha ni mchezaji muhimu wa kiasi gani. Sasa huyu, taarifa zinaeleza mgonjwa, ana majeraha, lakini tofauti na Manuit, inaelezwa kwamba huenda kufikia siku ya mechi tarehe 17 ambayo ni Jumamosi, ama kwenye mechi ya marudiano tarehe 25 anaweza kawa fit kuweza kutumiwa na mwalimu Moin Shabani kwa nafasi yake hii, kwamba kama vile wanavyopokezana na Mamadou Lamine Camara akacheza vidakika vichache kwa wastani dakika 29. Faida tu ni kwamba ikitokea akacheza ni juu ya Jashaua eneo lile la kati. Tunazungumzia Fabrice Luamba Ngoma, tunamzia Yusuf Kagoma, Mpanzo akiingia ndani, maana huwa anaingia ndani, anaweza kwenda kukutana naye. Kibu Dennis Prosper huwa ana kawaida kuingia ndani, anaweza kukutana naye. Lakini winga yoyote atakayecheza, labda Kichasami mtoto maajabu, anaweza kaingia ndani akakutana naye. Huyu mgongoni namba 35 akicheza atakuwa hajapona vizuri. Kwa hiyo mkikutana naye, mengine wanajua wenyewe, si ndio? Naam. Kama kusoma ujui, basi hata picha. Ushaambiwa huyu bwana, huyu Chris, huyu Reda Haji namba 35 gonjwa hayuko fiti hivyo. Sasa kama hayuko fiti hivyo alafu akapata hizo dakika 2-3 za kucheza, huyu ni kwenda kumpiga shinikizo, pressure, kwenda kufanya pressing, kwa sababu hayuko fiti. Unaweza kaambulia chochote, kwa sababu anapocheza ni eneo ambalo ukimpora mpira haui mbali sana na alipo Munir Mohamed ambaye ni golikipa wao, kwa sababu yeye ni kiungo ukabaji, anacheza mbele ya ukuta wao katika style yao ya kucheza ya 4-1-4-1. Huyu Reda Haji. Mwingine ni Brazil, huyu anaitwa Mateus Santos. Yeye gule lenye nguvu zaidi la kushoto, urefu wake 5'9". Ni winga huyu. Winga aina yake ya kucheza winga anavyotumika na mwalimu Moin Shabani akimpanga ni orthodox winga. Tukisema orthodox kwa watazamaji wako ni kwamba orthodox winga ni ule ambaye upande ambao guu lake lenye nguvu lilipo ndipo anacheza. Yani kama guu la kushoto ndo lenye nguvu afa anacheza winga wa kushoto, huyo tunasema ni orthodox winga. Akiwa guu lake lenye nguvu la kulia afa anacheza namba 7 ambako ni winga wa kulia, huyu ni orthodox winga. Kinyume chake, yani akitoka kulia afu guu lake lenye nguvu la kushoto, tunasema huyu ni inverted winga. Akiwa kushoto guu lake lenye nguvu la kulia, huyu tunaita inverted winga. Sasa huyu Mateus Santos ni raia wa Brazil, ni mchezaji wa kimataifa kutoka Brazil. Yeye ni orthodox mara nyingi, kwa maana kwamba guu lake lenye nguvu la kushoto, anacheza zaidi upande wa kushoto. Umri wake miaka 26. Yule Reda Haji umri wake ni miaka 24. Sasa huyu akicheza ana madhara makubwa. Mgongoni namba 7. Ana majeraha naye. Kwenye michuano hii mechi 10 kacheza mechi 4. Kacheza dakika chache sana. Ni dakika 65. Katika mechi 4 wastani ni dakika 16. 16 mara 4 ni 64. Kinabaki kidakika kimoja pale. Kwa hiyo unaweza kusema wastani dakika 16 katika kila mechi. Lakini
Mechi hizi 4 kati ya 10 ambao ni 40% ya mechi, lakini kwa dakika akicheza chache zaidi, dakika 65 huyu ametoa assist moja. Unaweza kuona umuhimu wake. Dakika chache lakini katika mabao 18 waliofunga RS Berkane kafunga moja. Huyu naye hivi sasa ni gonjwa kama stori zako za siji wazee wafupi unasema nini? Mbuzi. Kama zina uhusiano wote na injuries na majeraha ya wachezaji wa RS Berkane, basi huyu mwamba huyu hawezi mchezaji akatoka Brazil, Amerika ya Kusini, akaja kucheza Afrika katika klabu ya RS Berkane yenye ukwasi wa kutosha, wamlipe mahela mengi, wamlipie vibali vya kuishi Morocco na gharama nyinginezo, awakoseshe nafasi wa Morocco wenye vipaji vya kutosha, awe mwepesi. Ni mchezaji wa maana sana, lakini injuries, majeraha ndio ambayo yamemkosesha mechi nyingi. Sasa akicheza yeye, maana yake anachukua nafasi ya Maki, huwa anapishana nafasi na Yusuf Mehri mgongoni nambari 21, yeye huyu mgongoni nambari 7. Ingawa nimesema orthodox, wakati mwingine anaweza kutokea kulia anapocheza Paul Basene, anapocheza Zigudi. Inategemea, huwa katika ile wanasema rotational movement kwenye mechi unaweza mkapishana nafasi kimkakati, lakini mchezaji mzuri ambaye na yupo katika orodha ya majeruhi, wenye majeraha ambao tunaita majeruhi kwa binadamu, huyu naye yumo. Lakini tofauti na Haitham Manuit, huyu inaelezwa kwamba pengine anaweza kawa fit kwa ajili ya hizo mechi, akapata hizo dakika 2-3 za kucheza. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.